Wakazi wa eneo bunge la Ndia, kaunti ya Kirinyaga wameibua wasiwasi kuhusu msururu wa visa vya ujambazi vinavyolenga makanisa katika eneo hilo baada ya wezi kuvamia takribani makanisa matatu katika kijiji cha Riakiania na kupora vifaa vya muziki, piano na vipaza sauti. Maafisa wa kanisa walisema uporaji huo ulifanyika jana usiku, huku bidhaa za thamani ya maelfu ya pesa zikiibwa. Nyimbo na densi za kuabudu wakati wa ibada ya Jumapili hazikuwa zenye bashasha katika makanisa ya Fountain of Life International, ACK Riakiania na lile la Katoliki la St. Joseph Riakiania. Hii ni kufuatia visa vya ujambazi. Katika kanisa la Fountain of Life International, wavamizi waliingia kupitia dirisha kabla kufika chumba cha kuhifadhi vifaa. Tulipata wamevunja kanisa, sehemu ya kwanza wakaingia, wakashindwa kuingia kwa strong room. Wakarudi tena wakaingia pande ya pastor's office, ndio walifaulu kuvunja hapo. Wakaingia ndani, wakachukua microphone, receiver zake. Njoo hata kesho hatujui itaenda namna gani. Kesho ni siku ya Sunday. Kanisa letu ni kanisa la kiroho. Tunarukanga karibu tunafikia juu. Sasa hatujui kesho tutakuwa namna gani. Majambazi hao pia walivamia kanisa Katoliki la St. Joseph Riakiania ambako vinasa sauti, vinanda pamoja na vifaa vingine vya kielektroniki vinavyokisiwa kuwa vya thamani ya shilingi nusu milioni viliibwa. Waliimba vitu za wimbo, waliimba vinanda, wakiimba keyboard na za dhamana ya shilingi zaidi ya 1500 hapa kwetu kanisani. Kesho kutakuwaje kanisani? Sasa kesho tuna huzuni mingi sana juu ile mahajam tunakuanga nayo tukiimba kwa kanisa nja. Kesho tunaona itakuwa imeboeka sana Murithi. Tutapiga makofi. Tutapiga tu makofi juu sasa vinanda hakuna. Kanisa la Kianglikana la Riakiania pia lilivamiwa, huku vifaa vya kielektroniki vinavyokadiriwa kuwa vya thamani ya shilingi 1250 vikiporwa. Huko Kiamagunyi ACK kumeimbiwa microphone 4, receiver na keyboard. Tukihesabu hizo vitu ni kama 250. Viongozi wa kanisa walisema genge hili linaonekana kulenga makanisa, huku visa sawia vikiripotiwa katika eneo bunge hilo, hali ambayo imewafanya wakazi kuhimiza asasi za usalama kuchukua hatua za dharura. Kasi cha Namasha, Darubini Wikendi.